Yapo yanazidi kuweza kusonga mbele katika sehemu ya 32. Wanaita bad guys, twende sambamba zaidi. Clue, dalili. Here we go. Huenda Padeji anasema ni muda sijaweza kupata furaha. Labda tungeweza kutengeneza safari kuweza kwenda milimani. Na mimi mwenyewe pia sijaweza kupata safari kwa muda mrefu. Lakini uko busy sana na kazi. Niambie chote ambacho nakihitaji. Kwa sababu sote ni team. Hatujamjua Padeji kiundani zaidi. Je, unamfahamu Sky kabla? Ndiyo namfahamu kwa sababu mimi ndo niliweza kumwakilisha juu ya kesi yake. Juu ya mauaji yake ya kwanza. Ni majambazi ambao waliweza kuvamia familia yake na kumua mama na baba. Sky baada ya kuja, alichokifanya ilikopo ni hatari. Aliwazibua toa kamata Jabali, aliwapiga vibaya mno. Walikuwa ni majambazi wawili. Piga na Jabali. Ili kesi ya kwanza ya mauaji ya kwanza Sky anafanya baada ya wazazi wake kuuawa. Sasa Padeji anampa habari binti unaweza kumuita Alice. Wazazi wake wakauawa kinyama. Baba na mama. Yeye alikamata Jabali. Lile ambao aliweza kuondoa wazazi wake. Ndio aliweza kufanyia mauaji. Sasa hii kesi sio kwamba ilikopo ni self defense. Ni kitu kama hicho. Kwa ripoti za askari polisi kwenye eneo la tukio, wanasema damu ziweza kumwagika nyingi. Sky aliweza kuua watu wao tena vibaya mno zaidi. Mwingine alipasuliwa fuvu lake la kichwa na mwingine uso wake uliharibiwa vibaya hata kutambulika. Kwa polisi walipoweza kufika wakamwaresti. Wale wawili waliweza kuondoa, mmoja alipasua fuvu la kichwa na mwingine alipigwa uso wake hata kuweza kutambulika. Na Jabali alikuwa ameweza kulishikilia. Aliambiwa weke silaha chini. Kwa hiyo ilikuwa ni zaidi ya mauaji. Overkill. Ndio. Kwa kifungu namba 69, mtu anapoweza kufanya mauaji ya kupitiliza basi anakuwa ni mkosaji. Na mtoa hukumu ni jaji. Na jaji alisemaje kwenye hukumu ya Sky? Hakuhukumu chochote. Yani hakuhukumiwa. Kwa Sky hakuhukumiwa. Yeye kama prosecutor alikutana naye. Anasema utimamu wa akili, unajua sheria zake. Yani huyu hakuwa na akili sawa. Kwa majibu yalivyoweza kutoka, hakuwa na akili sawa. So, wakimwacha namna hii ataendelea kuweza kuwa muuaji. Kwa hiyo yeye kama prosecutor alitoa order Sky akatibiwe. Ni kweli kuweza kushuhudia wazazi wako wanaoa katili ni lazima uweze kuchanganyikiwa kiakili. Ndio, upo sahihi. Kwa nikampeleka kwa ajili ya kuweza kufanywa matibabu, kumpeleka hospitali ya vichaa. Lakini jua hilo swala, kwa maamuzi niliweza kuyatoa mimi, baadaye kuna watu waliweza kujutia.
Kwa Sky ndo akaamua kuweza kuwa muuaji wa mfululizo baada ya hapo. Na kingine, hii ni sababu Pitak hanipendi mimi. Kwa nini? Kwa sababu Pitak anaona kwamba mimi ndo sababu ya binti yake kuweza kuuawa. Maana walikwenda kumtibu Sky baada ya katoka. Subiria kitu kimoja. Ina maana kwamba hujui nini kilichoweza kumkuta binti yake na Pitak? Mimi nadhani hilo ulikuwa unalifahamu, kumbe hujui. Sasa Alice ndo anapata taarifa. Kumbe chuki ya Pitak kuhitaji kumuondoa Sky, ni anaamini Sky ndio kaweza kumuondoa binti yake. Hapa sasa ndo akashangaa. Bidi kutulia kwa maelezo aliweza kupewa na Padeji. Anasema Sky ni muuaji wa watu 15. Na mtu wa 15 aliweza kuuawa ni binti wa Pitak. Na ile siku nakumbuka wakati umekwenda kwenye operation. Wewe mwenda wazimu, uko ndani, huwezi nikimbia. Alikuja akiwa na jazba, huwezi nikimbia mimi. Alice anakumbuka. Kapiga chuma akafungua mlango akazama ndani. Alimkuta Pitak, alimkuta Sky anahitaji kumuondoa mpenzi wake. Akamwambia endelea, fanya hivyo. Fanya hivyo, endelea kumuua. Do it. Endelea na kazi yako. Alice siku hiyo ndo alizuia ile tukio. Lakini hakujua chuki ya Pitak na Sky ni ipi. Sasa kwa nini leo yuko naye kwenye timu moja? Wewe unafikiri kwamba mimi naogopa kushambulia? Sasa kupiga chuma, binti alizuia. Pitak alifanya kila kitu kwa lengo la kuhitaji kumkamata Sky. Lakini polisi hakuweza kuthibitisha kwamba kweli Pitak, yani Sky ndio aliweza kumua binti wa Pitak. Kwa hiyo amemleta Sky kwenye timu yake kwa lengo la kuhitaji kuweza kumua. Kwa hiyo Spectre kaamua kumdanganya mpaka Anko anambia pana sivyo ilivyo. Hakuna mtu aliweza kumdanganya mwingine kwa sababu hata Anko anafahamu. Unamaanisha nini? Ili ni shirika la siri. Unaweza kulitumikia wewe. Kazi ilikopo ni moja tu. Walipewa kazi ya kuweza kumtafuta ni nani aliweza kumuondoa mtoto wa kamishna. Kwa hiyo ilikopo ni makubaliano. Pitak alikuwa anahitaji kuweza kulipa kisasi kwa Sky. Na kamishna pia aliweza kutoa oda muuaji aliweza kumua mwanae aweze kuuawa. Wewe ulijuaje yote? Naambia nafahamu kwa sababu kwa muda mrefu nalijua hili swala. Kwa hiyo Pitak anahitaji kuweza kumua Sky. Ndio maana akaamua kuweza kuweka naye ukaribu, ndio maana akamtoa. Ila muuaji aliweza kumuondoa captain, mtoto wa kamishna, ameshaweza kuuawa. Alobakia sasa hivi ni Sky kuoa na Pitak. Kwa hiyo ni makubaliano. Padeji akamchana live kabisa binti. Ni kapu gong. Hii hapa captain. Nimeangalia kuhusiana na Drain Mada. Amekufa. Amekufaje? Walipigana na mafia kadhaa wa gerezani. Lakini nafikiri kuna mtu aliweza kutoa oda aweze kuuawa. Drain Mada aliuawa gerezani kweli. Kini dogo anasema kwamba nahisi kuna mtu aliweza kutoa oda auawe. Ayote Alice alikuwa yafahamu. Sasa ndo anajulishwa. Lakini mtu wa mwisho kumtembelea Drain Mada alikuwa ni kamishna Namchai. Namchai babake na Chok. Kuliko mzee alikuja eneo la makaburi kuja kutoa heshima kwenye kaburi la mwanae. Kamishna Namchai ndio hapa. Alice anataka kufahamu kweli. Huyo ni mkubwa wake. Bado yuko kwenye upelelezi wake. Mambo ni mazito. Hapati jibu kamili kuelewa nini kinachoweza kuendelea hapa. Ndio majibu aliweza kutoka kuhusiana na kifo cha Captain Namchoi. Yaani Namchok. Wanasema kwamba kisu kilichoweza kumondoa, yani kisu kilichoweza kutumika na Drain Mada sio kisu kilichoweza kumua Namchok. Kwamba ni kisu kingine tofauti. Kwamba muuaji ni mwingine tofauti na Drain Mada.
Sasa ni yupi? Ndio huyo ambaye tayari alishaweza kuuawa, yani in. มีเรื่องอะไรหรือเปล่า Kuna shida gani? ลุงไปเยี่ยมฆาตกรสายฝนมาแล้ว Wewe ndio mtu wa mwisho uliweza kumtembelea The Rain Murder, muuaji wa kwenye mvua. ค่ะ Nadhani unajua ว่ามันไม่ใช่คนที่ฆ่าพี่โชค kwamba hakuweza kumuua Chok. ลุงรู้ Ndio unajua ว่าเราจับมาผิดคน tulikamata mtu tofauti, แต่ลุงก็สั่งฆ่ามัน lakini ukataka aweze kuuawa. เธอรู้ไหมว่าทำไม Unajua ni kwa nini? Anakumbuka siku alipoweza kumtembelea mtu imani mwenda wazimu. Huyu alikuwa ni teja wa damu. Unajua teja wa damu ndio huyu sasa. Siku hiyo alipoweza kumtembelea, aliamuru mlinzi atoke nje na kutaka kuweza kubaki na mhusika wake. อยู่ในนี้ก็โอเคนะครับ Hapa naishi kawaida kabisa, hakuna usumbufu, กิน nakula vizuri, nalala vizuri kwa ratiba kabisa. แต่เสียแค่มันน่าเบื่อไปหน่อย Ila wale ndio wasumbufu, ila mimi nipo salama. รอได้ Mimi nasubiri, ผมรู้ว่าผมต้องทำยังไง najua ni kipi nitakachoweza kukifanya ili adhabu yangu iweze kupungua. อีกไม่นาน Kwa hiyo mapema tu จะได้ nitatoka hapa. แล้ว คิดถึงกลิ่นฝน Nimemisi harufu ya damu, ninaweza kuinusaga nikiwa kwenye mvua, hasa ya wale wanawake. Wale wanawake nimemisi harufu yao damu kwenye mvua. Unajua nini? Unajua nini? Pili ni kuwatoboa namna hii, kuwatoboa namna hii, kuwatoboa namna hii. Najua unasikia maumivu makali sana namna hii. Namcheka, ona ni mshenzi huyu mwenda wazimu, anajagana kuishi na maana kwamba akitoka hapa wengi wataendelea kufa. คุกเนี่ย Gerezani ni sehemu ya kwenda kufunza watu adabu, แต่บางคนยิ่ง lakini kwa wale wasioweza kujitambua na bado wana nia kuhitaji kuweza kufanya mabaya, hakuna njia nyingine ya kuweza kuwazuia zaidi ya kuweza kuondosha. Ndio kauli aliyoweza kuizungumza kwa Alice, lakini เขาไปฆ่า hakustahili kuweza kutuma watu na kuweza kumuua mtu yule. หรือเธอจะรอให้ So ulitaka niweze kusubiri mpaka atakapoweza kuua mtu mwingine? Njia ya kumdhibiti ni kumuua tu. Na mchaya kasepa, ndio maana bad guys, watu wabaya hawastahili kuishi, ni kufa. Kazi ipo. Kuna wakati unafuatilia sheria lakini unaona sheria ni kizaazaa. Sasa hapa ni hospitali. Sky alipoweza kulazwa, Pitaki aliingia na kuna ulinzi wa askari polisi wakiwa wanaweza kumlinda Sky sababu alikuwa na jeraha. Sky kapumzika, Pitaki alifika. Sikuna kazi alimpa, kamtupia kisu. Yeye mwenyewe anashangaa. Chukua, ตัดสายนั่นหรอกซะ kata monitor. จะได้ไม่มีคนติดตาม Kwa hiyo hakuna yote atakayeweza kufuatilia ile GPS monitor, ikate ile ya mguuni, ili mtu yote asiweze kujua ni wapi alipo. Simfuatilie, kuna mali anahitaji kumpeleka. Ni wapi huko? Kachomoa kisu, kata monitor. Sasa anatoka na Pitaki, sijajua anampeleka wapi. Oya, mimi natoka kidogo, mwekee ulinzi huyu mtu. Jamaa anapiga story na kimada pale reception, lakini kamera ziliwanasa bila wao kujua. Hao wakasepa Pitaki na Sky. Wapi anapokwenda mimi sifahamu. Ni mwisho katika sehemu ya 32. Tukutane katika sehemu ya 33. Ngoma bado inazidi kujaya. Wanaita bad guys na the king himself. Here we go.